Hi guys, mambo vipi? Hope mko poa. Mimi niko poa, bado naendelea kupambana. As you see, bado nina kilo nyingi za kuondoa na bado naendelea na mchakato, kwa sababu kupungua ni mchakato, na mimi bado naendelea kupambana na mazoezi. Hapo mvua ilikuwa imenyesha, lakini nikasema nikaisubiria ikaisha, nikasema ngoja at least nifanye mazoezi kidogo nitoke jasho. Kwa hiyo ndo nilichokuwa nafanya hapo. Of course mimi sio sijui sana kuhusiana na mazoezi, lakini najaribu kwa sababu sipendi sana kwenda gym, au nakuwa comfortable zaidi nikiwa nyumbani. That way nafanyia nyumbani. Maybe uko mbele labda nitaanza kwenda gym, sijajua, lakini for now natembea au nafanyia mazoezi yangu nyumbani kama hivyo. Kwa hiyo nakusii mwanamke mwenzangu, mdada mwenzangu, mtu yoyote ambaye unataka kubadilisha muonekano wako, usikate tamaa. Of course mazoezi yanaendana na chakula, na safari hii natamani kufanya kitu cha tofauti kidogo, kwa sababu ili kufanya safari iwe kidogo a little bit easy na iwe funny. Kwa hiyo nitaintroduce vitu vingine ambavyo nitakuwa nafanya. Of course na chakula pia nilitakiwa niwe naonyesha ninachokula, lakini sometimes video natoa mapema kabla sijala, na mimi nakula mara moja tu kwa siku, na mimi chakula changu ninakula jioni. Kwa hiyo sometimes inakuwa kidogo ni ngumu, lakini ndio hivyo. Najaribu kufikiria kwamba nitafanya nini ili niweze pia kushare ninachokula. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa hivi nakula mara moja kwa siku, na ninakula nakula sana ni protein, nyama, kuku, samaki au maziwa, labda na mboga. Wanga kama nikila wanga ni kidogo sana, lakini mara nyingi ni proteini, mboga na matunda kidogo. Kwa hiyo hivyo ndo huwa nakula. Kwa hiyo mchana mimi nakunywa maji kwa wingi. Sometimes nashindwa kunywa maji kwa kiwango kinachohitajika, lakini nakunywa maji kwa sababu nikiweza nitakunywa lita 2. Siku nyingine hazifanani, kwa sababu saa nyingine ninatoka, mara niko huku mara niko kule, sometimes inakuwa ni ngumu. Lakini nikiwa mazingira ambayo naweza kunywa, najitahidi nifikie malengo. Ninakunywa lita 3.8 au kwa hiyo siku nimekunywa 2, siku nimekunywa, lakini siku nikipata muda mzuri nakunywa maji zaidi. Kwa hiyo najitahidi kufanya mazoezi ambayo tutaweza nyumbani, kwa sababu mimi sio professional, ni mdada tu na ambaye nina bidii ya kubadilisha muonekano wangu. Kwa hiyo najifanyia tu mazoezi mwenyewe nyumbani, na mazoezi yako mengi. Kwa hiyo unachagua tu yale ambayo unaona kwamba yanakufaa na unaweza kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo mimi bado naendelea hapo. Nina kilo kama 40 za kutoa. Actually ni more than 45, kwa sababu lengo langu nifike kilo 75. Kwa hiyo you can imagine safari bado ni ndefu, lakini najua tu nitafika. Ukiweka nia, ukiweka bidii, basi utafika. Kwa hiyo na mimi naamini kama na wewe unataka naamini kama na wewe unataka kubadilisha muonekano wako, au nguo hazikutoshi, au umekosa confidence kwa hivyo unavyoonekana, au mwenyewe tu kiafya unaona unapoelekea labda uko active, au una matatizo ya kiafya, magonjwa. Kwa hiyo ni vizuri kuanza kupambania afya yako kidogo, kwa sababu
maisha ni safari, na chochote unachotaka kukifanya hakiji tu mara moja, na kile ambacho kinakuja kwa haraka pia kinarudi, yani kinapotea kwa haraka. Kwa hiyo ni mchakato. Ukitaka ku lose weight haraka kwa kufanya labda crash diet inawezekana, lakini ujue kilo zitarudi baada ya muda mfupi. Ukianza tu kula kawaida, kilo zitarudi pale pale na zinarudigi na kuongezeka. Kwa kama unataka kitu ambacho ni permanent, basi trust the process. Mdogo mdogo, mazoezi, chakula kidogo kidogo, mwili tu unafika mahali utakubali na utafikia mwili wa ndoto zako. So guys, ni hayo tu. Mimi sina mengi. Endelea kunisubscribia kwenye hii channel. Kama ni mgeni, karibu sana. Tuendelee kupambania afya zetu. Na yule ambaye ni mwenyeji, umekuwa ukinifuatilia, Mungu akubariki sana sana, na usiache kunifuatilia. Najua it's boring kwa sababu sometimes I don't know what I'm doing but you choose to be here na kunisupport. May God bless you. Na muendelee hivyo. Tunataka tufike subscriber 100. Kwa hiyo nashukuruni sana kwa wale mlo subscribe. Sasa hivi tuko 53. Kwa hiyo naamini mtaendelea kufanya hivyo, mtaendelea kushare video kwa watu wengine.